Ni mtakatifu, maana jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote, na katika jina lako kila goti litapigwa na kukiri ya kuwa Kristo wewe ndiye Bwana. Baba mweza wa yote, eneo hili ni mahali palipowekwa jina lako, mahali palipowekwa jina lako ili walazimu wote katika taifa la Israeli wafunge safari na kwenda katika eneo hilo. Na Baba, walipofika katika eneo hilo hawakuondoka jinsi walivyo. Baba Hana alikuwa kila mwaka anaenda kule Shilo, na Baba katika Shilo akapata kumimina moyo wake mbele zako, hata yule kuhani mkuu alipomuona ya kuwa ni mwanamke asiyefaa mlevi, lakini akajitetea kuwa ni mwanamke mwenye moyo wa uchungu aliyemimina moyo wake mbele za Bwana. Na kisha kuhani mkuu Eli akamwambia kuwa aende, lakini abarikiwe Mungu amjalie hitaji la moyo wake. Na Baba wa rehema akapatikana Samueli. Tazama Baba, watakatifu wako nao Baba wako mahali palipowekwa jina lako, wamemimina Baba imani yao mbele zako. Watazame Baba wa rehema, watembelee kwa mtembeo wa mbinguni Bwana, hata wale wanayetutafuatilia Baba wakitoka Baba duniani kote, waliopo Marekani, waliopo Dubai, waliopo Uingereza, waliopo katika mataifa yote, wanayetufuatilia kupitia Facebook, wanayetufuatilia kupitia mitandao mingine ya kijamii. Baba, umbali isiwe na kikwazo. Neno Baba inayetua katika masikio Baba kila mtu, ipite katika mifumo yote ya mwili wake, ipite Baba katika nafsi, roho na mwili. Baba wa rehema, maana mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa ni Mungu, na maana neno ilifanya vyote. Neno hilo Baba ifanye mifumo yote kwenye maisha ya kila mmoja, na Baba iondoe nguvu za giza zinazomzuia mtu huyu hata akijifunza neno lako asipate kuelewa. Kumbuka taifa letu, rais wetu tunayempenda Baba, makamu wa rais na waziri mkuu na mawaziri wote. Gusa bunge letu Baba wa rehema tukufu, gusa Baba wa rehema mikoa yote, gusa na Baba mkuu wa mkoa Baba wa rehema wa Dar es Salaam na kazi anayefanya njema. Na Baba uguse na wakuu wa mikoa wengine wote, gusa wakuu wa wilaya Baba wa rehema, na gusa mipaka yote ya taifa letu, gusa uchumi wa taifa letu, uchumi wa mtu mmoja mmoja Bwana. Na Baba gusa makanisa yote na viongozi wote. Baba, niko hapa kama chombo chako na kama mtumishi asimamapo Baba wa rehema chakulani. Tazama Baba wa rehema waliyeketi chakulani, Baba washibe, na katika jina kuu lipitao majina yote, na wote tuseme amen. Amen. Basi ni siku nyingine tena Bwana amefanya kwa ajili yetu. Ni kawaida yetu ya kuwa na kipindi jioni jua inapopunga, na tukipitia kwenye Biblia. Na Biblia ni nini? Biblia ni neno la Mungu, na kama neno la Mungu imeandikwa, Mungu ni neno na neno ni Mungu. So kinachofanyika mara nyingi sana watu husema ya kuwa Mungu ataketi ndani yake, lakini hebu nikuulize, Mungu atatokaje kwenye kiti cha enzi kule aje akae ndani yako? Lakini kwa sababu neno ni Mungu na Mungu ni neno, so ili Mungu akae ndani yako inabidi neno la Mungu likae ndani yako. Neno la Mungu linapokaa ndani yako, Mungu anakaa ndani yako, na ufalme wa Mungu unakaa ndani yako. Maana Yesu akasema ya kuwa ufalme wa Mungu hautakuja kiasi kwamba mtaiona ni ile pale, bali ufalme ni katika neno. So watakatifu wa Bwana, hakuna kitu kinachokuwa na upinzani kama neno, the word of God. Kama kuna kitu ambacho kinatenda kazi ambao nimeona na naendelea kuona kwenye macho yangu, ni neno la Mungu. Lakini shetani hawezi kuruhusu kwa urahisi ujue neno la Mungu. Ndio maana unajua upinzani unayepata wakati unaanza kupanga kusoma Biblia. Mdaiwa wako lazima akutwangie simu, akutolee uvivu kweli kweli. Hata wote waliyekuwa hawawasiliani na wewe utaona na kupigia simu. Lakini kumbuka ya kuwa kama ukiweza kuchukua nafasi yako ya kutenga muda wako na kusoma Biblia,
huwezi kubakia jinsi ulivyo. Mimi niko hivi kwa sababu ya neno la Mungu. I am this way because of the word of God. I do read the word of God. But let me tell you one thing. Why should I read where I know? Why should I read a place where it is familiar to me? Nasoma sehemu ambayo ninajua. Mimi naweza nikaongea Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, lakini kusoma Biblia kwangu ni kwenda mbele za Mungu. Ninaposoma Biblia ni wakati ambao nakuwa mbele za Mungu. Na ninaposoma Biblia sema ambao hata najua, ninaposoma basi nakuwa mbele za Bwana, na hapo ndipo Bwana ananipa mafunuo kupitia ama ni kitabu ama sura ama mstari, ili ipate kuendana na wakati tulio naye. Kumbuka ya kuwa Biblia tunayotumia iliandikwa karne nyingi zilizopita, lakini kwa nini Biblia haipitwi na wakati? Ni kwa sababu ni kitabu ambacho inaendana na wakati, kutokana na Mungu anatoa mafunuo kutokana na Biblia hiyo hiyo. Ndio maana ukisoma sehemu uliyesoma jana, ukisoma leo, utaona ni kana kwamba ni sehemu unasoma mara ya kwanza. Nini? Utaipata kwa mtazamo tofauti na ya jana uliyesoma. Bwana Yesu asifiwe. So jana tulipitia kitabu cha Samueli wa pili na tukapitia sura ya kwanza, na tuliona baada ya kifo cha Sauli na baada ya Daudi kutoka Siklagi na kuwafuata wale wa Amaleki waliyefanya nini? Waliyevamia na kufanya uharibifu pale Siklagi. Na bila shaka Daudi alimuuliza Mungu kwanza kabla hajawafuatilia wale wa Amaleki, na hatimaye akawafuata wa Amaleki na kurejesha wake zake na wake za wale watu wake. Lakini kumbuka ya kuwa Daudi anaporejea, Daudi anakuwa hana taarifa kutoka kwenye vita kati ya wana wa Israeli na Wafilisti. Lakini sasa siku ya pili baada ya Daudi kurejea, tayari analetewa taarifa na kijana mmoja anayekuwa amebeba taji la mfalme pamoja na pete ya mfalme, lakini akiwa amerarua mavazi yake na amejipaka mavumbi. Daudi anapomuona anamuuliza ya kuwa, je, wewe ni nani? Anasema, mimi ni kijana yupi? Mimi ni Mwamaleki. Na nimetoka wapi? Nimetoka katika uwanja wa nini? Wa vita. Daudi anamuuliza ya kuwa, je, ili ama imekwendaje? Anaanza kutoa taarifa jinsi ambayo Israeli walipigwa na Sauli pamoja na Yonathani mwanae wamefanya nini? Yonathani pamoja na watoto wake wengine wamekufa. Lakini akiulizwa ya kuwa ana uhakika gani, anaanza kujieleza akijua ya kuwa Daudi atapokea ujumbe ule kwa furaha, kwa sababu Sauli alikuwa ni adui wake. Lakini hatimaye Mwamaleki anasema uongo ya kuwa mimi ndio nilimuua Daudi. Moja kwa moja akambadilikia kuwa, umepata mamlaka wapi na kunyosha mkono wako katika mpako wa mafuta wa Bwana? Na hatimaye uongo wake tuliona jana ya kuwa ilipelekea huyo mtu kufa, maana aliushuhudia ya kuwa amegusa mpako wa mafuta. Sasa watakatifu wa Bwana, tunaona ya kuwa Sauli tayari anakufa. Sasa hebu tuende kwenye sura ya pili tupate kuona sasa ya kuwa kilichotokea ni nini. Na nisikilize tena, kwa nini tunakwenda kitabu kwa kitabu? Nasema hivi, huwezi ukajua Biblia kwa kusoma mistari. Biblia imeunganika kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo. I'm saying this, you cannot understand the Bible unless you go through the Bible. If you cannot go through the book of Genesis, how can you understand the book of Exodus? What about the book of Leviticus? First of all, you have to go through the first two books before you can understand the book of Leviticus.
Nasema ya kuwa huwezi kuelewa kitabu cha Kutoka pasipo kuanza kuelewa kitabu cha Mwanzo. Maana kitabu cha Kutoka inaanzia pale ambapo kitabu cha Mwanzo inafanya nini? Inaishia. Unapokwenda kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, inaanza pale pale ambapo kitabu cha Kutoka inaishia. Lakini umeona sasa, hata vitabu vya Agano Jipya huwezi kuvielewa pasipo kuelewa vitabu vya Agano la Kale. So kumbuka ya kuwa sisi wana wa agizo kuu tunatumia Biblia kutafsiri Biblia. We are using the Bible to translate the Bible, because the Bible is the word of God. It is Holy Spirit. It is the Holy Spirit who can do what? Who can translate the Bible or the word of God. Umeona mara nyingi sana watu wengi wanatumia akili zao. Kimini anatumia maarifa yake ya elimu na akili yake ya kuzaliwa kutaka kutafsiri Biblia. Ndio maana Biblia inakosa kitu kinachoitwa nini? Inakosa kitu kinachoitwa nini? Maana yake. Maana ni kweli unaweza kusoma kwenye Biblia ya kuwa watu walipakwa mafuta. Lakini je, ni kitabu ipi? Na kitabu hicho je, inahusuje sisi wa Agano Jipya wakati yawezekana ni Agano la Kale? Umeona sasa? So kuna mambo mengi ambayo yatachangia mtu kujua Biblia, lakini najua kabisa ya kuwa kama uwezi kumfundisha mtu sura ya 31 kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 31 akaelewa, uwezi ukamfundisha mtu kitabu cha Samueli wa pili sura ya kwanza akaelewa. Nani yuko pamoja nani? Nione ukisema haleluya. Haleluya. Hebu pigia Bwana makofi makubwa. Nasema ya kuwa watakatifu wa Bwana, kumjua Mungu ni hatua. Knowing God, it is a long process which starts by step 1. Inaanza na hatua ya kwanza. Uwezi ukaenda kwenye namba 5 pasipo kuanza kwenye namba 1, ukaenda kwenye namba 2, ukaenda kwenye namba 3, ukaenda kwenye namba 4, hatimaye ukafika namba 5. Watu wengi sana wanafungua Biblia, wanasoma mistari. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana, nilitafuta kujua Biblia ndani ya miaka 5, nilitoka blue kabisa, sikuelewa chochote. Miaka 5 nilisoma Biblia na kwenda na kumaliza, sio mara moja. Lakini nilikuwa ni mtu asiyejua Biblia kuliko watu wote. Ili nigharimu kufunga siku 40 ili niulize Mungu ni kosa gani ninayefanya. Maana kama ni Biblia nilikuwa nasoma mchana na usiku. Usiku nilikuwa nasoma mpaka saa 9 usiku, lakini namaliza kusoma na kabla hata sijapata usingizi tayari nilichokisoma kimeshayeyuka. Niona anasema mchungaji, nikisoma tu, nikitoka tu imeshayeyuka. Tupigie Bwana makofi makubwa. Kumbe upo. Haleluya. Na kutia moyo kwangu ilitokea miaka karibu 6. Mwaka wa 6 hapo ndipo sasa Mungu alinionyesha kilichokuwa kinanizuia kuelewa Biblia. Nilikuwa hivi, nilikuwa nimeokoka, lakini bado utu wa kale ulikuwa hujaondoka. Hasira ilikuwepo pale pale, kutokusamehe. Mtu akitenda jambo ilikuwa inakaa kwenye moyo wangu. Lakini kumbuka, imeandikwa linda sana wapi? Moyo wako kuliko vyote ufanyao nini? Ulindavyo, maana hapo ndipo panapokaa nini? Chemchemi cha. So chemchemi cha uhai ni nini? Ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni uhai. So kinachofanyika ni nini? Kama ni mtu ambayo anakasirika, unapokasirika kinachoumia ni nini? Moyo wako. So kumbuka ya kuwa unaambiwa ulinde moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana kumbe kimjazacho mtu ndicho kifanyacho nini? Kimtokacho. Ndio maana neno la Mungu kijaa ndani yako, basi itatoka. Sasa kumbuka watakatifu wa Bwana, kama kuna kitu kinachogusa moyo wako, unakasirika haraka, alafu kutokusamehe inaangamiza watu wengi
sana. Kumbuka ya kuwa mimi nilikuwa siwezi kusamehe. Nilikuwa siwezi kusamehe. Lakini Mungu alikuwa nionyesha mimi siwezi kuweka kitu ndani yangu. Ndio maana munisamehe kabisa. I cannot keep anything in my heart. Anything that comes, definitely I will vomit it. Chochote kitakachoingia nitakitema. Nini? Sitaki kuweka kitu kwenye moyo wangu. Maana ninaambiwa nilinde sana moyo wangu kuliko vyote nilindavyo. Nini? Kumbuka ya kuwa Yesu alisema kuwa kimuingiacho mtu hakiwezi kufanya nini? Hakiwezi kumnajisi. Maana huingia kama ni chakula inaingia alafu inapita tumboni inaenda chooni, lakini kimtokacho mtu hicho ndicho kinaweza kumnajisi. Maana inatoka wapi? Inatoka moyoni. Nini? Inatoka mawazo mabaya, inatoka balaa, inatoka nuksi, inatoka maneno mabaya. Nini? Inatoka kwenye moyo. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninaomba Baba, unisamehe maovu yote niliyotenda, ama kwa kujua ama kwa kutokujua, na uwasamehe pia wabaya wangu wote, ama mtu yoyote aliyekwenda kinyume nami. Baba mweza wa yote, uniumbie moyo mpya ya kuweza kuwasamehe wengine, na mabaya yote yanayeshikilia moyo wangu yaachie kwa jina la Yesu. Yaachie kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa ninaamrisha moyo wako iumbwe tena upya kwa jina la Yesu. Vifungo vyote vinavyofunga moyo wako, maneno mabaya, kutokusamehe na mabaya yote, ninayafuta kwa damu ya Yesu. Amen. Ninaondoa mabaya yote kwa jina la Yesu. Amen. Mtu aliyejiunganisha na moyo wako, anayetumia moyo wako, anayetumia sura yako, anayetumia hatua zako ili tu moyo wako ugafilike na iwe ni mlango wa adui shetani kupenya kwenye maisha yako, ninafunga mabaya hayo kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo natangaza uponyaji kwenye moyo wako katika damu ya Yesu. Amen. Sema amina nyingine kubwa. Amen. Imekuwa kwa jina la Yesu. Sasa hebu acha niende, nenda ukafanye hivyo, utaona neno la Mungu likianza kukaa ndani yako. Umeona sasa, aliyekuwa hajui Biblia, kuna watu wanafunzi waliekaa hapa, walieniona nikiwa sijui ni Biblia, nilikuwa na neno ya kuweka mkono juu ya watu wakipata kupona. Nikiweka mkono tu mtu anadondoka chini kule anapona, lakini nilikuwa na andiko moja. Pata picha kwa mchungaji ana andiko moja. Andiko gani? Mathayo sura ya 10 mstari wa 1. Akaita wanafunzi wake wote, akawapa mamlaka juu ya pepo wachafu watoe, wapoze na magonjwa yote na kila aina ya udhaifu. Andiko hilo nilikuwa nayo, lakini sihitaji mwanzoni, maana nikitaja ikihitajika baadaye itakuwaje? Lakini siku moja niliteswa sana na shetani. Niliitwa kwenda kuomba mahali, watu walikuwa wamejaa hivi kwenye sebuleni. Watakatifu wa Bwana, nilisikia mwili umepata moto. Maana nilikuwa nikitaja andiko, anayeombewa ananiweka sawa, anasema umetaja vibaya hapo. Taja vibaya hapo, nasema sasa nitafanya nini mimi, mtoto wa mtu? Kama isingekuwa neema ya Mungu siku ile, nadhani hata ningeweza hata kufa. Nimeshaitaja karibu mara 3 kaandiko nako kujua mara 3. Watakatifu, hiyo ndio iliyenifanya sasa niamue sasa nifanye nini. Niulize Mungu kwa nini na Mungu hawezi kukaa ndani yangu. Lakini kwa sababu nilikuwa nampenda Mungu, Mungu alinisaidia. Hebu pata picha kwa kwenye maandiko yote nilipigwa mieleka vibaya mno. Kilichotokea, neema ya Mungu, nilikuwa najua kusikia sauti ya Mungu. Niliambiwa ya kuwa omba maji. Nikapiga kelele, leta maji ya kunywa. Mdomo ujaanguka, nasema maji haya, nasema Mungu alishaandaa mpaka na maji. Mungu ana maji ambayo hajafungua kwenye chupa. Sikuomba kwa sauti,
Maana Mungu alisema nichukue maji. Nilichukua maji, nilishika, nikanyamaza, nikaiangalia. Nikasema anyweshwe. Kumnywesha ilikuwa nipatashika nguo chanika. Alikuwa amekaa miezi 3 hajala, na amejifungua, na ametolewa kwenye moja kati ya makanisa makubwa. Watu walimkamata. Upande huu tulikuwa sijui kama sio watu 4 watu 5, na huku akitupeleka hivi tunaenda wote huko. Tunakwenda kudondokea kule chini tena, tunainuka tena. Tunatafuta kukamata mdomo wake ili tumnyweshe maji yale. Tulimfanikiwa kumweka kwenye kiti. Sasa shida ni nimefinya, mdomo umefunguka, nikiweka maji hapa pamefunga. Nikiweka maji yanatoka kama bomba, yanakuja kwenye uso wangu. Nikasema hata hapa bado sijapata mwelekeo. Nilivyosema kwa katika jina la Yesu koo ifunguke. Alipomeza maji, aliruka, aliondoka chini kule chini. Akainuka. Anaanza kushangaa. Nililia sio kwa sababu nilipata mateso. Sikulia kwa sababu ya furaha. Nililia nikiwaza kuwa ingekuwa vipi? Ingekuwa vipi? Nililia jawahi kutokea. Lakini nililia nikisema kuwa kama Mungu singeingilia kati na umati huu, jina lako lingekuwaje? Nasema hivyo watakatifu wa Bwana. Niliwahi kupitia magumu kwa sababu ya neno la Mungu kutoka ndani yangu. Ndio maana reading the word of God, it has become part of my life. I am not a friend of food. In rare cases do I take food. Mimi sio rafiki wa chakula. Uliza hata mke wangu. Mimi ni mtu nayefunga kila wakati. Lakini sisikii njaa kwa sababu nakula chakula cha kiroho kupitiliza. Unaponiona na soma Biblia masaa 3 mpaka 5 kila siku, na najifungia kabisa. Unaweza kaja kaongea na mimi nasoma Biblia nisikujibu. Lakini nikitoka pale nakuwa fully loaded. Yaani nikitoka pale natoka nimejaa. Natamani sasa nipae. Nini? Yaani naingia mpaka makorokoro yote. Nasema hivi, kuanzia leo nakupa mamlaka ya kusoma Biblia kuelewa kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo nakupa neema ya kusoma Biblia na Roho Mtakatifu akufunulie kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo nakupa neema ya kuwa mshindi pamoja na Kristo. Amen. Kuanzia leo watakatifu wa Bwana, waza neno la Mungu. Waza neno la Mungu. Neno la Mungu ndio kila kitu. Hebu sasa tuende kwenye sura ya 2 kitabu cha Samueli wa 2, na kwa sababu sura ya 2 na sura ya 3 zimeunganika, nitakwenda na sura ya 3, maana sura hizi mbili zimeunganika. Sura ya 2 ni Daudi awa mfalme wa Yuda. Kwa nini Daudi awe mfalme wa Yuda wakati bado taifa ile ilikuwa ni jamhuri ya muungano wa Israeli ikiwa na makabila yote ngapi? 12. Lakini kumbuka Daudi anafanywa kuwa mfalme wa kabila moja. Lakini kumbuka ya kuwa alipakwa mafuta kuwa ni mfalme wa makabila yote. Lakini Daudi bado atakuwa mfalme wa kabila moja, akisubiria wakati wa Mungu fanye nini? Ufike. Nilipokuwa naendesha gari leo, nikawa naonyeshwa nachukua habari za Daudi kukimbia kule maporini kila wakati, mpaka wenye shida, wenye njaa walivyomwendea, ndipo ninapoanza kuona, nikaanza kuona kwa kumbe agizo kumbe tumekuwa nikikimbia nikitafuta jinsi ya ukweli kukamata dunia, na hatimaye wanayenijia kumbe ndio wale wanayechechemea, ndio wale watu wenye matatizo, ndio wale ambao wana magonjwa wameshindikana kuombewa na kupona maeneo yote, nao ndio watakaye kuja kuwa ni mashujaa wa nani? Wa Daudi. Sema mimi nitakuja kuwa shujaa wa Daudi. Mimi nitakuja kuwa shujaa wa Daudi. Weka bidii. Amen. Dondoo ya kwanza ya sura ya 2. Daudi afanywa kuwa mfalme wa Yuda. Hiyo ni mstari wa 1 mpaka wa 7.
Dondoo ya pili, andika tu Abner. Abner, hii ni mstari wa 8 mpaka 11. Na dondoo ya tatu ya sura ya pili, kitabu cha Samueli wa pili, dondoo ya tatu ni vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hii ni mstari wa 12 mpaka 17, vita vya wenyewe kwa wenyewe. Dondoo ya 4 ni Abner anamuua Asaheli. Abner anamuua Asaheli. Nitakuonyesha Asaheli alikuwa ni nani. Abner anamuua Asaheli. Hiyo ni mstari wa 18 mpaka 24. Na dondoo ya 5 na ya mwisho ni kusitishwa mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Kusitishwa mapigano ya wenyewe kwa wenyewe, hiyo ni mstari wa 25 mpaka 32. Umeona Biblia yako ilivyoandikwa, imeandikwa kiasi kwamba usipopata mwongozo wa kuweza kuisoma uweze kuielewa. Umeona sasa? Ndio maana chukua hatua ya kufanya nini? Kuigawa katika ujumbe hizo. Dondoo ina maana unaweza ukapata kuna ujumbe kama 5 ama 6 katika sura moja, lakini unapojua hizo dondoo muhimu, ukiweza kuzijua, ina maana hiyo ni ufupisho wa sura hiyo, moja kwa moja itakufanya uweze kukumbuka sura yote. Umeona, nikikupa mfano uliye hai, kitabu cha Mwanzo sura ya 1 inaongelea juu ya nini? Inaongelea juu ya uumbaji. Na inapoongelea juu ya uumbaji, unaweza ukaigawa dondoo zile muhimu, na dondoo hizo zikakaa katika kitu kinachoitwa nini? Utangulizi, alafu mwili, alafu na hitimisho. Umeona sasa? Unaweza ukaweka tu hata zikawa hata dondoo 3, ama unaweza ukaweka dondoo hata 6, lakini unapoziweka zikiwa chache, ina maana inakuwa rahisi kwako kuyakumbuka. Umeona sasa? Ukikumbuka habari za Abner kwenye sura ya pili, basi utajua ya kuwa alichokifanya Abner pale utakikumbuka. Ukikumbuka dondoo ya kuwa Daudi afanywa kuwa ni mfalme wa Yuda, basi utakumbuka ya kuwa alifanywaje kuwa ni mfalme wa Yuda. So hii ni njia ya kukuongoza katika kujua. Hebu sasa twende kwenye sura hiyo ya pili. Naomba usome, kama unaweza ukasoma kulingana na dondoo itakaa vizuri. Mstari wa 1 mpaka wa 7. Soma kwa jina la Yesu. Na wewe fungua Biblia yako. Open up your Bible and let us go together. Maybe you do find it difficult going through the Bible at your home place. But when you are here, I don't think that we have any opposition. Ukiwa huwezi kupata upinzani wa aina yote, ndio maana mimi wote tupitie Biblia. Na kama una Biblia, jitahidi Mungu akusaidie uwe na Biblia, lakini pia na tenzi ya rohoni. Kila mwanakizo pia natakiwa uwe na Biblia. Kama una uwezo wa kununua Biblia, naomba uje nione, maana mimi nitafanya mchakato ya wewe kupata nini? Kupata Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni vizuri ukiwa na Biblia yako. Hiyo inakupa nafasi ya kuweza kusoma Biblia yako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende sasa kwa jina la Yesu. Amen. Ikawa baada ya hayo, Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, niupandie mji wowote wa Yuda? Bwana akamwambia, haya, panda. Daudi akasema, niupandie mji upi? Akasema, Hebroni. Basi Daudi akapanda aende huko pamoja na wakeze wawili, Ahinoamu wa Yezreeli na Abigaili mkewe Nabali wa Karmeli. Daudi naye akawapatia watu wake waliokuwa pamoja naye, kila mtu na watu wa nyumbani mwake, wakakaa katika miji ya Hebroni. Basi watu wa Yuda wakaenda wakamtia Daudi mafuta huko awe mfalme juu ya nyumba ya Yuda. Wakamwambia Daudi wakasema, watu wa Yabeshi-Gileadi ndio waliomzika Sauli. Umeona? Tayari sura ya pili inaanza Daudi akiwa yuko wapi? Bado yuko Siklagi. Lakini pale Siklagi ni ile mji iliyopo katika nchi ya Wafilisti. Daudi alipomkimbia Sauli, akaenda kwa yule mfalme Akishi, ama yule shehe Akishi aliyeongoza moja kati ya miji ya Wapalestina. Akishi
akampa mji wa Siklagi. Lakini kumbuka ya kuwa tayari Daudi anapoona ya kuwa Sauli amekufa na watoto wake watatu, ingawa mwingine wa mwisho alibakia. Lakini kumbuka Daudi akimbii na kwenda sasa kutangaza yeye ni mfalme. Daudi anamuomba Mungu ya kuwa aiendee mji gani katika taifa lao la Israeli. Umeona? Lakini anaulizaje? Njia ya kuuliza ilikuwa ni kupitia kuhani mkuu aliyetumia yale mawe mawili yanayoitwaje? Urim na Thumim. Na alipokuwa anapiga ile kura ikaangukia mji wa Hebroni. Umeona sasa? Lakini mji wa Hebroni nani anaweza kuikumbuka? Nilifundisha mji wa Hebroni ya kuwa ilikuwa ni mji gani? Wakati wa utekaji tukiwa katika kitabu cha Yoshua, nilifundisha kwa kuna kabwana kamoja alienda kuomba ya kuwa apewe mji wa nini? Wa Hebroni, maana miaka mingi kule alikuwa ameshaambiwa na Musa kuwa apewe wapi? Alikuwa ni Kalebu Kenezi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipoichukua, alipokwenda akapiga wale waliyekuwa Hebroni. Walikuwepo nani kule Hebroni? Walikuwa naitwaje? Walikuwa na Levi, lakini walikuwa naitwaje? Walikuwa ni Wanaki. Akawapiga na akachukua ule mji. Lakini tulipokwenda mbele kwenye kitabu cha Yoshua tuliona ya kuwa ilikuja kufanywa pia kuwa ni mji wa nini? Mji wa makimbilio. Pia ilikuja kufanywa kuwa ni miji ya nini? Ya makimbilio. So kumbuke ya kuwa Mungu anaichagua Hebroni. Lakini kumbuka Hebroni ilikuwa wapi? Hebroni ilikuwa kusini mwa Israel ama Kanani kabla haijatekwa, ambao Hebroni ilikuwa ni mji uliyekuwa katikati ya urithi wa Yuda. Umeona sasa? So makao makuu ya kwanza ya utawala wa Daudi ilikuwa ni Hebroni, ambayo alitawala miaka ngapi? Miaka 7.5. Baada ya hapo ndipo anapakwa mafuta kuwa ni mfalme wa Israeli yote, na hatimaye anapata kibali cha kwenda kushinda wale wa Yebusi na kuiteka Yerusalemu na kuifanya Yerusalemu kuwa ni makao yake maalum. Lakini kumbuka tayari anapokwenda Hebroni pale, anapoweka makazi pale, ana wake wangapi? Ana wake wangapi? Anaitwa nani na nani? Anaitwa hakuna mke wa Daudi anaitwa Niambie jina la wake za Daudi hao wawili aliyetoka nao Siklagi, akaenda nao wapi? Akaenda nao Hebron. Ainoam sawa, mwingine Abigaili sawa. Mbona sasa unagoya? Ainoam kwani ni ngumu sana, inapindisha ulimi wako. Alikuwa na wake wawili, lakini kumbuka ya kuwa hao hawakuwa ndio wake zake wa kwanza kuoa. Mke wake wa kwanza kuoa, mke wa ujana wake, alinyang'anywa akapewa mtu mmoja. Huyu aliyemnyang'anya ni nani? Na huyu mke wake ni nani? Na huyu aliyepewa mke ni nani? Naona kama mnasemezana tu, hata siwasikii, maana unaona kila mtu anasemeza mwenzake. Alikuwa ni binti Sauli, jina lake Mikal. Sawa. Alipewa nani? Alipewa nani kama mke? Na ni kwenye sura gani? Umeona sasa, najaribu kuintroduce kitu ambacho inafanya uanze sasa kupractice kujua Biblia. Na ni kwenye sura gani aliyepewa Daudi amuoe huyo Mikal? Na alipewa Mikali kwa sababu gani? Umeona sasa, ndio maana sura ya 10, sura ya 18, 17
inafanywa mchakato, lakini yule wa kwanza binti yake nani? Binti yake Sauli anapewa mtu mwingine. Lakini sura ya 18 inatambulika ya kuwa Mikali anampenda Daudi. So kumbuka, kwa sababu ya wivu Sauli anapanga ya kuwa atamnasa Daudi kupitia nani? Mikali. Sura ya 18 anaoa Mikali. Sura ya 25 pale ambao Daudi anampiga chenga nyingi, anaamua kumchukua na kumpa mtu mmoja anaitwa nani? Jingine anaanza na P, anaitwa Palti. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 25 hiyo. Lakini kumbuke ya kuwa watakatifu wa Bwana aliponyang'anywa Daudi alipokwenda kule nyikani, kumbuka ya kuwa alikaa katika ile bonde ya Amoni. Bila shaka alichukua yule mjane wa nani? Mjane wa nani yule? Kabwana kajinga kale, alikuwa anaitwa nani? Nabali. Huyo anachukua mke wake Abigaili, lakini anamuoa na Ahinoam wa Yesiri. Watakatifu wa Bwana, tunafanya mazoezi ya kuongea Biblia kwa sababu huwezi ukaelewa Biblia pasipo kuongea Biblia. Wewe ulienda chuo gani ili ujue Kiswahili? Ulienda chuo gani ili ujue lugha ya mama Kinyatuza? Ulienda chuo gani Neema ili ujue Kichaga? So, jinsi ulivyojifunza Kichaga ndivyo tujifunze neno la Mungu. Unapoongea unafanya makosa, unarudia, na hiyo ni njia nzuri sana. Hatimaye inakuwa sehemu ya maisha yako. Ni muongeaji sana mimi, ndio maana neno la Mungu inakaa ndani yangu. Umeona sasa? Unapoongea neno la Mungu inakaa ndani yako. Ndio maana hapa tunapokwenda mbele na kule nyuma nauliza watu, hebu twende Epafra. Basi Daudi akatuma wajumbe kwa watu wa Yadeshi Gileadi na kuambia, na mbarikiwe ninyi na Bwana, kwa kuwa mmemtendea Bwana wenu fadhili hii, yani Sauli mkamzika. Bwana naye sasa awatendee ninyi fadhili na kweli. Tayari Daudi ameshatua kwenye mji wa Hebron na kabila lake ambalo la Yuda tayari wameshampaka mafuta. Lakini kumbuka, Daudi anatafuta jinsi ya kuweza kujitangaza na kupata kibali katika makabila mengine. So anachokifanya, anakwenda kwa wale Yabesh Gileadi. Nani anayekumbuka habari ya Yabesh Gileadi? Yabesh Gileadi tuliona kwenye sura ya 11 Samueli wa kwanza, pale ambapo Sauli anapakwa mafuta kuwa ni mfalme wa taifa la Israeli, lakini mfalme Nahashi wa Amoni anaenda kuwavamia wale wa Yabesh Gileadi, akiwaambia kuwa nitapatana nanyi kwa sharti moja, nitoe jicho la kiume, atoboe jicho la kila moja kiume, hapo ndio apatane nao. Alafu wakatumwa wajumbe, wakaomba kwa tupe siku 7 kwanza, tutafute kama kuna watoto wako, kama kuna utakuja toa jicho la kulia. Wakaenda kule Geboa, na Sauli alikuwa ametoka shambani kulima, naye aliposikia maneno yale akachinja wale ng'ombe, akasema yatawanywe kwenye taifa la Israeli, na waambie watu ya kuwa atakaye kosa toka pamoja na Samueli na Sauli, ng'ombe wake watafanywa hivyo. Wakatoka, na Sauli anakwenda anapiga nani? Anampiga Nahashi na Waamoni, na anawaokoa Yabesh ya Gileadi. Lakini tuliona kwenye sura 31 ya kuwa wale wa Yabesh Gileadi wao walituma wale watu mashujaa usiku, wakaenda wakachukua mwili wa nani? Mwili wa Sauli iliyekuwa imening'inizwa kwenye ukuta, wakaenda wakaichoma moto na mifupa yake wakazika, kwa sababu wasingeichoma moto, ina maana wale wangekuwafilisi wangekuja kuichukua na kwenda kuifanyia dhiaka. So kumbuka ya kuwa Daudi sasa anawaendea wale, anatuma ujumbe kwa Yabesh Gileadi akiwashukuru kwa kitendo walichomtendea nani? Mfalme wao Sauli. Lakini ni njia ya kujitangaza ya kuwa watu wangu wale wameshanitangaza kuwa ni mfalme wao, lakini akiwaambia kwa mlichokitenda Bwana atabariki. Lakini Daudi alikuwa anakwenda kuambia hivi, jinsi ambayo yule alivyowalinda na kutendea, na mimi nimepakwa mafuta, na mimi nitawapa ulinzi huo. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. So
anajitangaza, lakini anamwambia kuwa na yeye yuko tayari kuyatekeleza yale ambayo Sauli aliwatendea. Ndio maana watakatifu wa Bwana, ukitenda mema, tunaona kuwa ilikuwa ni miaka mingi baada ya wale wa Yabesh Gileadi kupata msaada wa mfalme Sauli, lakini baada ya miaka mingi wanakuja kufanya nini? Kuhatarisha maisha yao kwenda kuchukua mwili wake. Ndio maana unapotenda mema kwa ajili ya watu wengine, kumbuka ya kuwa unapanda mbegu itakayeanza kuota, na hatimaye ipo siku tu usipokuja kuivuna, ama ni mtoto wako ataivuna, ama ni mjukuu wako ataivuna, ama ni kitukuu wako atafanya nini? Ataivuna. Sema, kuanzia leo nitafanya uwekezaji kwenye maisha ya watu, nitasaidia watu, nitaungana na mapenzi ya Mungu Baba. Mungu ni pendo, naye apenda watu. Nawe uwe pendo kwa jina la Yesu. Nawe ungane na pendo la Mungu kwa jina la Yesu. Lakini upendo wa Mungu ni upendo wa ajabu mno. Ni upendo wa kutokupenda wanayekupenda tu. Ni upendo wa kupenda hata wale wanayefanya nini? Wanayekuchukia. Maana imeandikwa, umpende adui wako na umuombee mema anayefanya nini? Anayekuchukia. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Mimi nami nitawalipeni fadhili hiyo kwa sababu mmetenda jambo hilo. Basi sasa mikono yenu na itiwe nguvu, nanyi iweni mashujaa, maana Sauli bwana wenu amekufa. Tena nyumba ya Yuda wamenitia mimi mafuta niwe mfalme juu. Umeona, na anaomegea kuwa naye atawalipa fadhili, lakini tena nyumba ya Yuda imemtia mafuta awe ni nani? Ni mfalme. Tayari pale ameanza kusema kuwa atawatendea fadhili, lakini sasa anawaambia kuwa ametiwa mafuta kuwa ni mfalme. Ni njia ya famini Daudi hii kuanza kujitangaza katika makabila mengine ya Israeli. Basi Abineri mwana wa Neri, amiri wa jeshi la Sauli, alikuwa amemtoa Ishboshethi mwana wa Sauli na kumvusha na kumpeleka Mahanaimu, akamweka awe mfalme juu ya Gileadi na Washeri na Israeli na Efraimu na Benjamini na juu ya Israeli yote. Huyo Ishboshethi mwana wa Sauli umri wake ulikuwa amepata miaka 40 alipoanza kutawala juu ya Israeli, akatawala miaka 2. Lakini nyumba ya Yuda waliandamana na Daudi. Na wakati Daudi alipotawala Hebroni juu ya nyumba ya Yuda ulikuwa miaka 7 na miezi 6. Umeona sasa? Tunaona kabisa kuwa yule mtu tuliyemwona alikuwa ni amiri jeshi wakati wa utawala wa Sauli, anayeitwa Abner, aliyekuwa ni mtoto wa baba yake mdogo. Tunaona kuwa bado alikuwa na nguvu kwa sababu alikuwa ni jemedari wa Israeli wote. So kumbuka ya kuwa yeye anachukua mtoto wa mwisho wa Sauli. Hebu nani atakayenitajia watoto watatu wa kwanza wa Sauli ambayo alikufa pamoja na wao katika vita kabla hajatajwa huyu Ishboshethi? Nani atakayetaja? Jonathan, sawa? Apili amesahau. Nitajie basi watoto wake hao watatu. Jonathan, sawa? Basi tuende. Hebu taja. Jonathan, sawa? Aminadabu, sawa? Aminadabu jina lake lingine linaitwaje? Ishbi. Tupigie Bwana makofi makubwa. So bila shaka hiyo ndio njia ya kuweza kukumbuka Biblia, ambayo wametajwa mara ya kwanza watoto wa Sauli kwenye sura gani na kitabu gani? Wametajwa kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 14 na mstari wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nikueleze habari za Ishboshethi. Alikuwa ni mtoto wake wa kiume wa 4, lakini kumbuka ya kuwa ukisoma Biblia, ukisoma kwenye Mambo ya Nyakati, utaona jina nani? Ishboshethi. Utaona jina Eshbaali. Sasa nilipokuwa ninapitia na kufanya utafiti, niligundua ya kuwa jina Baali ilikuwa ni mwiko kwa Wayahudi, maana Baali ilikuwa ni jina la mungu wa Kanani. So ilikuwa ni moja kati ya miungu. So mtu yeyote ambao jina lake
ilikuwa inaishia na Baali walikuwa wanabadilisha, wanaweka Bosethi. Ndio maana huyu aliyekuwa anaitwa Eshbaali wakageuza jina ikawa Isbosethi. Bwana Yesu asifiwe. So unaweza kaona mbele kule, hiyo iweke kabisa kibindoni, itakuwa ni tafsiri ya kule mbele. Tayari Abner anaendea makabila machache, alafu wanavuka wanakwenda Mahanaim. Nani anayekumbuka habari za Mahanaim? Mahanaim sura gani ya kwanza imetajwa? Mwanzo sura 33. Wewe nisikupige ngumi wewe. Mwanzo sura ngapi? Mwanzo sura 33. Si tayari Yakobo anakwenda anakutana na Esau. So Mahanaim 32 mstari wa ngapi? Wa kwanza. Wewe mstari wa ngapi? Mstari wa pili, sio wa kwanza. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Ilikuwa wapi? Tukio gani litokea pale katika Mahanaim? Na Mahanaim yuko katika eneo gani? Mahanaim ilikuwa katika kaskazini mwa Yaboki. Kama unakumbuka ile maji ambayo Yakobo alivukia anapokwenda pale, alafu anashindana na nani? Anakwenda kushindana na yule malaika. Kumbuka ya kuwa aliwaona nani wale, na akaita eneo hilo Mahanaim. Alikutana na jeshi la malaika. Mahanaim maana yake ni jeshi la nini? La malaika. Na anasema mchungaji, nimepata, niko pamoja na wewe. Mungu akusaidie uwe pamoja na mimi. Hebu twende. Lakini kuulize sasa, kama sasa umesoma Mahanaim hapa, Mahanaim umesoma, lakini ukuisoma kwenye sura 32, utaielewaje? So nakupa tafsiri ya Biblia nikitoa kwenye Biblia. I am definitely using the Bible to open up the meaning of the Bible. It is the Bible itself translating itself. Usitumie akili yako, utakosea. Ndio maana watu wengi wameingiza mapokeo yao mpaka kanisa sasa imekuwa kama pango la waganga wa kienyeji. Nini? Wanayewapa watu irizi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Hasa Abineri mwana wa Neri na watumishi wa Ishboshethi mwana wa Sauli wakatoka Mahanaimu kwenda Gibeoni. Huyo Yoabu naye mwana wa Seruya na watumishi wa Daudi wakatoka wakakutana nao karibu na ziwa la Gibeoni. Wakaketi hawa upande huu wa ziwa na hawa upande huu wa ziwa. Abineri akamwambia Yoabu, tafadhali vijana hawa na waondoke na kucheza mbele yetu. Yoabu akasema, haya na waondoke. Basi wakaondoka wakaenda upande wa pili kwa hesabu ya watu 12 wa Benjamini na wa Ishboshethi wana wa Sauli na watu 12 watumishi wa Daudi. Wakakamatana kila mtu akimshika mwenziwe kichwa chake na kutia upanga wake katika ubavu wa mwenzake. Wakaanguka pamoja hata mahali pale pakaitwa Helkasurimu. Helkasurimu maana yake ni uwanja wa upanga. Kumbuka ya kuwa walipokutana hawa wa Isbosethi wakiwa chini ya amiri wa jeshi Abneri, na wale waliopo upande wa Daudi waliopo chini ya amiri wa jeshi wa Daudi aliyeitwa Yoabu. Yoabu alikuwa ni mwana wa dada yake Daudi, lakini nimefanya uchunguzi, alikuwa dada yake ambaye amezaliwa na mama yake na baba yake, lakini alikuwa ni dada yake aliyezaliwa na mama yake, lakini mama yake akiwa katika ndoa ya kwanza kabla hajaolewa na Yese. Lakini kumbuka ya kuwa bado walikuwa ni ndugu, walikuwa ni watoto wa dada yake Daudi. Nani? Huyu Yoabu pamoja na Abisai pamoja na Asaheli, ambao nilikuonyesha pale kwenye dondoo ya kuwa Abner alimuua Asaheli. Hao watatu walikuwa ni ndugu, lakini wakiwa ni watoto wa dada yake Daudi, lakini dada yake kwa mama yake, lakini baba tofauti. Lakini wanapokutana sasa, pande mbili zinataka kupigana sasa. Ndio vile vita vya wenyewe kwa wenyewe sasa. Maana tayari kuna wafalme wangapi hapa? Daudi anatawala kabila moja, lakini Ishboshethi anatawala makabila ngapi? Makabila 10.
Kumbuke ya kuwa kabila la Simeoni ilishapotea ndani ya Yuda sasa. Ndio maana Daudi alikuwa anatawala makabila mangapi? Mawili. Maana wa Simeoni waliambiwa kuwa walaana ile iliwafanya watawanywe. Ndio maana walipokata urithi wao katika eneo la Yuda, ina maana wa Yuda waliwameza. So Daudi akawa anatawala Yuda na wa Simeoni, lakini Isboshethi akibaki na makabila 10. Makabila hayo 10, kuna mtu anaweza kanitajia the 10 tribes? Who can mention the 10 tribes of Northern Kingdom? Suma. Ruben sawa. Simeoni ndio huyu ambao yuko huku na Yuda. Gadi sawa. Sheri sawa. Naftali sawa. Isakari sawa. Zabuloni sawa. Benjamin sawa. Manase sawa. Ephraim sawa. Tupige Bwana makofi makubwa. Lakini umeona bado unahitaji kujua kwa nini Manase na Ephraim waingie kuwa katika makabila ya Israeli wakati wao hawakuwa watoto wa Yakobo, walikuwa ni wajukuu. So umeona sasa, unapoinyambua hivyo, bila shaka hii ndiyo funguo ya kukufanya ufanye nini? Ujue Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sasa wanakaa chini, lakini Abner alikuwa anajua hawa waliopo upande wa Daudi ni ndugu zao. So walitaka waiamue ile vita kama ile vita wa Filisti na Waisraeli kwenye Samueli wa kwanza sura ya 17, ambao Goliathi alisema kuwa chaguliwe mtu mmoja kutoka Israeli na mtu mmoja kutoka kwenye upande wa Filisti, na atakayepiga mwingine watu wake wanakuwa ni watumwa hao. Na bila shaka mtoto mdogo Daudi akampiga Goliathi na wakawa watumwa wa Israeli. Sasa Abner akutaka imwagwe damu nyingi. Alitaka wale vijana waliochaguliwa ndio watakayepigwa pale, kinachofuata ni basi ushindi waamuliwe hivyo. Lakini walishikana wawili wakauona na panga zao, wote 24 wakafa. Alafu pale sasa wakapigana, wale walipopigana wakaanza kukimbizwa Abner na jeshi lake. Lakini kumbuka ya kuwa hapo ndipo sasa mdogo wake Yoabu ambao ni Asaheli, mguu wake walikuwa mwepesi kuliko kulungu, akawapita wengine, lakini aliyekuwa anamkimbiza alikuwa ni jemedari wa vita wa miaka mingi. So alipokimbia, alikuwa anakimbia amebeba mkuki hivi, akageuka akamwambia, wewe Asaheli, usinifuate, geuka kulia na kushoto, maana nitaweka uso wangu namna gani mbele ya kaka yako Yoabu? Asaheli alitaka kupata nini? Kupata umaarufu, maana ukimuua amiri wa jeshi ukachukua mkuki wake na ngao yake, hiyo ilikuwa ni sifa kubwa sana. Lakini kumbuka alipokuwa anampata yule akamchoma na mkuki nyuma, na moja kwa moja akafa. Na hiyo ndiyo inapelekea sasa tutaona Yoabu akilipisha kisasi kwenye sura ya 3. Hebu twende kwa jina la Yesu. Na hapo ni katika Gibeoni. Vita vile vilikuwa vikali sana siku ile, naye Abineri akashindwa na watu wa Israeli mbele ya watumishi wa Daudi. Na wana watatu wa Seruya walikuwako huko, Yoabu, Abishai na Asaheli. Na Asaheli alikuwa mwepesi wa miguu kama kulungu. Naye Asaheli akamfuatia Abineri, na katika kwenda kwake hakugeuka kwenda mkono wa kuume wala mkono wa kushoto katika kumfuatia Abineri. Basi Abineri akatazama nyuma yake akasema, ni wewe Asaheli? Akajibu, ni mimi. Basi Abineri akamwambia, geuka mkono wa kuume au mkono wa kushoto, ukamshike mmoja wa vijana ukazitoa silaha zake. Lakini Asaheli hakukubali kugeuka na kuacha kumfuata. Abineri akamwambia Asaheli mara ya pili, geuka, acha kunifuatia mimi. Kwa nini nikupige hata chini? Hapo ningewezeje kuinua uso wangu mbele ya Yoabu ndugu yako? Lakini akakataa kugeuka. Kwa hiyo Abineri akampiga tumboni kwa ncha ya nyuma ya mkuki wake, ule mkuki ukamtoka kwa nyuma, naye akaanguka hapo akafa. Papo hapo ikawa watu wote waliofika hapo alipoanguka Asaheli na kufa wakasimama. Ila Yoabu na Abishai wakamfuatia Abineri, na jua likachwa hapo walipofikiria mlima wa Ama uelekeao Gia katika nchi ya nyika ya Gibeoni. Na wana wa Benjamini wakakusanyika pamoja nyuma ya Abineri, wakawa kikosi kimoja
wakasimama juu ya mlima. Ndipo huyo Abineri akamwita Yoabu akasema, je, upanga wale watu siku zote? Je, hujui ya kwamba utakuwa ni uchungu mwingi mwisho wake? Basi itakuwa hata lini usije waamuru watu warudi na kuacha kuwapatia ndugu zao? Naye Yoabu akasema, aishivyo Mungu, usingalinena, basi asubuhi wangelikwenda zao wasiwapatie kila mtu ndugu yake. Basi Yoabu akapiga tarumbeta na watu wote wakakusimama wasiwapatie Israeli tena, wala hawakupigana tena. Wakaenda Abineri na watu wake usiku ule wote kati ya ile Araba, wakavuka Yordani, wakapita kati ya Bethroni yote, wakaja Mahanaimu. Akarudi Yoabu naye kutoka kuwapatia Abineri. Na alipokwisha kukusanya watu wote pamoja, wa hao watumishi wa Daudi walipungukiwa na watu 19 pamoja na Asaheli. Ila watumishi wa Daudi walikuwa wamewapiga watu wa Benjamini na watu wa Abineri, hata wakafa watu 360. Nao wakamuinua Asaheli wakamzika katika kaburi la baba yake lililokuwapo Bethlehemu. Yoabu na watu wake wakaenda usiku kucha, wakapambazukiwa huko Edomu. Bila shaka tunaona kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe, lakini wanapopigana ni kwa sababu tayari upande wa kaskazini inakuwa na mfalme na upande wa kusini unakuwa na mfalme. Daudi ni mfalme, lakini Ishbosethi ama Eshbaali anakuwa pia ni mfalme. Sasa pande mbili hivi, lakini upande wa Daudi walikuwa na nguvu sana, maana waliua watu 360, lakini kwao walikufa watu 11 na pamoja na Asaheli. Lakini umeona Abner alikuwa ni mtu mwenye hekima fulani. Umeona pale walipofika katika mlima wa kusanyika, akamwambia Yoabu kuwa mpaka lini hawa watauana wakati ni ndugu? Na aliposema vile, basi Yoabu naye akaamua kupiga ile tarumbeta kwa sheria ya kuwa vita iishe. Lakini kumbuka ya kuwa Shetani angependa sana afanye watu wasiwe na umoja, bali wawe na malumbano. Ndio maana hata kanisani utakuta watu wanagombea vyeo vibaya mno, watu wanagombea vyeo mpaka watu wanarushiana ngumi, watu wanapigana. Hapo Shetani anatenda kazi sana. Hata katika nchi, umoja Shetani hapendi kuona katika nchi. Ndio maana Shetani angependa kuinua watu kulumbana na kutokuelewana. Lakini kumbuka ya kuwa umoja ni nini? Umoja ni nguvu. Ndio maana katika mwili wa Kristo, watakatifu wa Bwana, upendo inazidi kila kitu. Yawezekana nimekutendea mabaya, lakini ule upendo wa Mungu ifunike mabaya yote, maana upendo inazidi mauti. Mauti inatoa, upendo inafanya nini? Inaongeza. Ndio maana nasema hivi, yawezekana kuna mtu alikutendea mabaya ama alitendea familia yako mabaya, lakini nikuulize ya kuwa alitenda huo ni wakati uliopita. Kama kuna kitu ambacho ni mbaya, ni kutazama nyuma. Kutazama nyuma ni mtego wa Shetani. Ndio maana watakatifu wa Bwana, uishi jana wala asubuhi. Asubuhi huwezi kurudi tena, ile asubuhi ya leo huwezi kurudi tena. Ndio maana uishi kesho, maana kesho haijafika. Unaishi sasa hivi. Ndio maana wokovu ni sasa. Ishi sasa hivi, ishi maisha matakatifu, maana hujui ya kuwa unamaliza safari yako saa ngapi. Hujui ya kuwa Bwana Yesu anarudi saa ngapi. Akirudi mwana wa Adamu, kumbuke ya kuwa jinsi atakavyokukuta wewe ndio itakayetoa matokeo. Kama unabaki ama unakuwa na vazi la harusi, unakwenda kwenye nini? Unakwenda kwenye harusi ya mwana kondoo. Nione anayesema kabisa ya kwa mchungaji, vazi langu linaendelea kushonwa, vazi langu linaanza kuonekana ya kwenda kwenye harusi ya mwana kondoo. Wewe na kaukali na kauzinzi ya macho na kwa roho ya nini na kawivu, acha mara moja, watakatifu wa Bwana, maana hujui Bwana anakuja lini. Lazima uache. Kuna mtu mwingine uzinzi wake ni katika macho. Kuna mtu mwingine kinywa chake namzuia kwenda mbinguni. Anatukanaje? Mwingine atukani kwenye kinywa, mwingine anatukana ndani ya moyo. Kuna mtu mwingine ukimtenda kitu anakuangalia tu, kasha kupromoshia matusi yako mbaya
sana. mbaya. Dhambi unayotenda ndani inakuhukumu. Sema Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Niweze kushinda dhambi. Niweze kushinda dhambi. Maana nayaweza mambo yote. Maana nayaweza mambo yote. Katika yeye anitie nguvu. Katika yeye anitie nguvu. Bwana akuwezeshe ushinde dhambi kwa jina la Yesu. Amen. Wale waliyekuwa na mamlaka ya kumuona Mungu, Adamu na Hawa. Kama kuna wanadamu aliyekuwa na mamlaka ya kumuona Mungu, alikuwa na Adamu na nani? Na Hawa, maana dhambi ilikuwa ijawa sehemu ya maisha ya mwanadamu. Ndio maana Mungu mwenyewe alikuwa anashuka pale kwenye bustani ya Eden, anawajulia hali jioni. Lakini wale wa kiroho, dhambi ilifanya nini? Iliwashinda. Kupitia wao dhambi ikafanya nini? Ikaingia duniani. Kupitia mmoja aliyekuja, Adamu wa pili, ambao ni Kristo Yesu. Kwake yeye tunapata nguvu ya kushinda nini? Kushinda dhambi. Sema kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Ninavaa mamlaka. Ninavaa mamlaka. Ya kushinda dhambi. Ya kushinda dhambi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tupitie sura ya 3, alafu nitakuruhusu ende nyumbani. Sura ya 3, familia ya Daudi Hebroni. Familia ya Daudi Hebroni. Hiyo ni kitu cha somo, sura ya 3. Lakini ina dondoo 4. Dondoo ya kwanza ni watoto wa Daudi waliozaliwa Hebroni. Watoto wa Daudi waliozaliwa Hebroni. Hao watoto wa Daudi waliozaliwa Hebroni ni mstari wa kwanza mpaka wa 5, lakini maandike kwenye mabano yanapatikana pia kwenye Mambo ya Nyakati ya kwanza. Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 4, utapata habari ama taarifa za watoto wa Daudi waliozaliwa huko Hebroni. Dondoo ya pili ni Abner ahamia kambi ya Daudi. Abner anahamia kambi ya Daudi. Hiyo ni mstari wa 6 mpaka 21. Alafu namba 3, Yoabu anamuua Abner. Yoabu anamuua Abner. Hiyo ni mstari wa 22 mpaka 30. Alafu sura ya 4, Daudi anamuombolezea Abner. Mstari wa 31 mpaka 39. Hebu sasa twende tupitie tuone, maana naenda kwa spidi ya kwenda mbinguni. Maana hiyo ni spidi ambayo Yesu alipaa nayo juu alipokuwa anatoka pale kwenye mlima Zaituni. Spidi ya kwenda mbinguni. Narudia. Spidi ya kwenda mbinguni hiyo. Dondoo ya kwanza ni watoto wa Daudi waliozaliwa waliozaliwa Hebroni. Hiyo ni mstari wa kwanza mpaka wa 5, lakini kwenye mabano habari ya watoto wa Daudi waliozaliwa huko Hebroni utapata pia kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Alafu dondoo ya pili ni Abner anahamia kwenye kambi ya Daudi. Abner anahamia kwenye kambi ya Daudi, mstari wa 6 mpaka 21. Abner anahamia kambi ya Daudi. Dondoo ya 3, Yoabu anamuua Abner. Yoabu anamuua Abner. Yoabu anamuua Abner. Hiyo ni mstari wa 22 mpaka 30. Yoabu anamuua Abner. Yoabu anamuua Abner 22 mpaka 30. Alafu dondoo ya mwisho ya 4 ni Daudi anamuombolezea Abner. Daudi anamuombolezea Abner. Hiyo ni mstari wa 31 mpaka 39. Basi nadhani nimepunguza mwendo ule wa speed ile ya kwenda mbinguni. Hebu sasa twende moja kwa moja. Hebu utakuwa unasoma kwa kutoa ili tupate kuona na hiyo sura ya 3, maana sura ya 2 na ya 3 yameunganika. Basi kulikuwa na vita siku nyingi kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Daudi akaendelea kustawi, lakini nyumba ya Sauli ikaendelea kudhoofika. Naye Daudi akazaliwa wana huko Edom. Tayari kwenye ufalme na utawala wa Daudi, maana ulikuwa ni utawala uliyetoka kwa Mungu. Tayari Daudi anaendelea kunawiri, anaendelea kukua, lakini utawala wa Ishbosethi inaendelea kudidimia ama kushuka. Lakini hebu tuone watoto hawa waliozaliwa. Lakini wacha nikuambie watakatifu wa Bwana,
Ndani ya muda mfupi tu Daudi kupakwa mafuta, kashaongeza wanawake watakatifu wa Bwana. Tusiwe kama Daudi. Umejua sasa hivi watu wengi sana, yani mshahara ukiongezeka tu anawaza kuongeza mke mwingine, mapato kiongezeka tu. So Daudi anaongeza wanawake, lakini wanawake hao moja kwa moja wanaanza kuzaa watoto. Lakini hao watoto waliozaliwa 6 wa kwanza Hebroni walikuja kumpa mziki mzito sana Daudi, maana kumbuke ya kuwa tulisoma kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 17 mstari wa 14 mpaka 17, Mungu akimwambia Musa kuwa mfalme atakayechaguliwa asije akawa na wake wengi, wasije wakamgeuza nini moyo mfalme. Na ndio maana kumbe Suleimani yeye alipokea kutoka kwa baba yake habari za kuwa wake wengi, maana hata kuna suria ambayo Suleimani alimrithi. Umeona sasa? So kumbuke ya kuwa takatifu kwa Biblia. Naipenda Biblia maana Biblia inaongea ukweli. Sema kwa Daudi ametenda mabaya, Biblia imeweka wazi. Biblia imetoa kila uovu na kila ubaya uliyetendwa na mtu yote. Ndio maana nasema hivi, kama huwezi kuishi maisha matakatifu, hata mimi nitafichua dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitafichua dhambi zako ili uishi maisha matakatifu. Siku moja tukionana mbinguni kule, tuchekeane kwa kama usingeniambia niache dhambi, ningekwenda na moto. Amen. Usiende na moto kwa jina la Yesu. Hebu twende. Amen. Naye Daudi wakazaliwa wana huko Hebroni. Mzaliwa wake wa kwanza alikuwa Amnoni wa Ahinoamu wa Israeli, na wa pili wake Danieli wa Abigaili mkeo Nabali wa Karmeli, na watatu Absalomu mwana wa Maaka binti Talimai. Tayari kashapata na Maaka binti wa mfalme wa taifa lingine. Maaka kashaongezeka hapo Na wa 4 Adonia mwana wa Hagiti, na wa 5 Shafatia mwana wa Bithari. Hagiti kashaongezeka. Daudi tayari ana watatu kapo. Zaidi ya watatu. Wanawake hao. Na wa 6 Ithrehemu wa Egla mkeo Daudi. Hao walizaliwa kwa Daudi huko Hebroni. Bwana, tayari Daudi anao watoto 6, lakini wamezaliwa Hebroni, lakini kila mmoja na mama. Mafanikio saa nyingine ni nzuri, lakini mafanikio saa nyingine huleta mabaya, huleta upotevuni. Ndio maana nasema hivi, usiwe mtu ambao Mungu amekusaidia, umefungua biashara, tayari unabadilisha maisha yako haraka haraka. Nasema hivyo takatifu Bwana. Pesa isikufanye ubadilike na utoke katika misingi ya Mungu. Mapato, ishi maisha yanayempendeza Mungu hata kama unayo hela namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Ikawa wakati zilipokuwapo vita kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi, Abineri alijipatia nguvu nyumbani kwa Sauli. Basi Sauli alikuwa na suria jina lake akiitwa Rispa binti Aya. Ishibosheti akamuuliza Abineri, kwa nini umeingia kwa suria wa babangu? Basi Abineri akakasirika kwa maneno ya Ishibosheti. Umeona kwa nini suria alikuwa muhimu sana wa mtu? Watakatifu wa Bwana, habari za kuoa wanawake kwa wafalme wengi ilikuwa ni moja kati ya ishara ya kisiasa. Umeona pia ilikuwa pia kama njia ya kutafuta mapatano na mataifa mengine ama na makabila mengine. Lakini sasa suria wa mfalme, mtu aliyemchukua baada ya mfalme huyo kuondoka, alikuwa ni mtu ambayo moja kwa moja anakuwa na nia ya kuwa ni mfalme. Ndio maana kuna jambo iliyemfanya Suleimani auwe ndugu yake, ilikuwa ni suria wa nani? Wa Daudi. Lakini kumbuka ya kuwa tayari Ishbosheti alijua kabisa kuwa Abner kama amefikia kiasi cha kufanya nini, wa kuwa na mahusiano na Rispa ambaye alikuwa ni suria wa baba yake, basi kitu ambacho kingefuata ni Abner alikuwa anatazamia sasa yeye awe nani? Awe ni mfalme. Lakini sasa maana Abner alijipatia nguvu katika familia ya Sauli, maana kumbuka yeye alikuwa ni jemedari wa miaka mingi, lakini kumbuka alikuwa anajulikana katika makabila yote. Tunaona anapochaguliwa Sauli, na Sauli alifanya kazi, alitawala miaka 44. So kumbuka ya kuwa Abner akawa
ni na uzoefu mkubwa sana katika kazi ya kuwa ni amiri jeshi, lakini sio kabila moja, ya makabila yote 13. Kwa nini nasema 13? Kabila moja ilikuwa hesabiwa ambayo ni kabila la Lawi. So katika makabila 13 Abner alikuwa ndio jemedari wa vita wakati wa Suleimani. So akajitwaulia nguvu. Ndio maana sasa kumbuka ya kuwa atatikisa kiberiti. Kwa sababu gani? Tayari Isboshethi aliongea maneno ya matusi ambayo yalimuudhi nani? Yalimuudhi huyu Abner. Tutayaona akisema kabisa ya kuwa, je, mimi ni mbwa wa Yuda? Ina maana ni mtu ambayo ni msaliti, anayekwenda huku na huku, anayerudia matapishi yake. So hiyo ndio inayofanya sasa Abner moja kwa moja ataapa na kuamua kutafuta mapatano na Daudi na kuhamia kambi ya Daudi, lakini kwa sababu na yeye alishapanda mabaya, anakwenda kuishia kuvuna nini? Mabaya yake. Hebu twende kwa jina la Yesu. Akasema, je, mimi ni kichwa cha mbwa aliye wa Yuda? Hata leo hivi wafanyia fadhili nyumba ya Sauli baba yako na ndugu zake na rafiki zake, nisikutie wewe mkononi mwa Daudi. Nawe hata hivyo wanitia hatiani leo kwa mwanamke huyu. Mungu amfanyia Abineri hivyo na kuzidi, nisipomtendea Daudi kama vile Bwana alivyomwapia, kuupitisha ufalme toka nyumba ya Sauli na kusimamisha kiti cha Daudi juu ya Israeli na juu ya Yuda toka Dani mpaka Beersheba. Wala hakuweza kumjibu Abineri tena kwa sababu alimwogopa. Basi Abineri akatuma wajumbe kwa Daudi mahali alipokuwapo akisema, nchi hii ni ya nani? Muona Abner sasa anabadilika dakika moja. Maana yale matusi ya yule ambao yeye tena ndiye aliyemweka kuwa ni hii kiongozi, na yeye ndiye aliyekuwa mwenye nguvu, anasema ya kuwa Bwana na amtendee hivyo kama asipofanya nini? Asipomuunga Daudi mkono. Anatuma ujumbe, na hapo ndio mapatano. Lakini yeye kwa sababu alishapanda mabaya, kuuka nakotaka kwenda, Yoabu yupo ambaye alimwambia mdogo wake ya kuwa, kwa nini kupige ufe? Nitaweka wapi nguso wangu? Hakutakiwa kumua yule bwana mdogo, maana wangekuja kupatana na Yoabu. So mpaka alijua vile ataweka wapi uso wake, itakiwa asimuue yule. Lakini alipanda mabaya, so atamkuta Yoabu ule kule, na Yoabu lazima muue tu. Hebu twende. Fanya agano nami, tazama mkono wangu utakuwa pamoja nawe ili kuwaleta Israeli wote kwako. Alikuwa na mamlaka hiyo, maana ndio maana alimweka Isbosethi kuwa ni mfalme wa Israeli. Unaposema Israeli, unasema taifa la kaskazini iliyekuwa na makabila 10. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akasema, vema, nitafanya agano nawe, lakini nina sharti moja nitakalo kwako, nalo ni hili: hutaniona uso wangu isipokuwa uniletee Mikali binti Sauli hapo japo kuniona uso wangu. Daudi suna wake wengi, na Mikali naye tunataka anyang'anywe mume wake, urudie. Mafanikio mbaya. Basi Daudi akatuma wajumbe kwa Ishiboshethi mwana wa Sauli kusema, nipe mke wangu Mikali aliyemposa kwa mgovi 100 za Wafilisti. Daudi aliwahi kuambiwa kuwa auwe Wafilisti 100, akijua kabisa baba yake Mikali alijua kabisa kwa watu 100 lazima waondoke na shingo ya nani? Ya Daudi. Lakini Daudi hakumletea 100, alimletea 100 ngapi? 200. So Daudi anaona ya kuwa alimuoa kwa gharama kubwa sana. Nini? Kuwaua hao, alafu kuondoa sehemu ya mwili yao na kupeleka, ilikuwa ni gharama kubwa. Sasa Daudi anataka tena sharti ya kwanza, Mikali aonekane wakati huyu Abneri anakuja kuona uso wake. Basi Ishiboshethi akatuma watu kumnyang'anya Patieli mwana wa Laishi mumewe mkewe. Huyo mumewe hata kama baba yako ana mamlaka kwako, lakini baba asikupeleke huku na huku. Patieli ameishi naye muda mrefu, Mikali inakuaje anatolewa hivi? Mungu akusaidie uwe na msimamo kwa jina la Yesu. Hebu twende. Basi Abineri akafanya mashauri na wazee wa Israeli akasema, zamani mlitaka Daudi awamiliki kwako na kuingia kwako akajue yote uyatendayo.
Naye Yoabu alipotoka kwa Daudi akapeleka wajumbe kumfuatia Abineri, wakamrudisha kutoka kisima cha Sira, lakini Daudi alikuwa hana habari. Basi Abineri alipokuwa amerudi Hebroni, Yoabu akamchukua kando hata katikati ya lango, ili aseme naye kwa faragha. Akampiga mkuki wa tumbo huko hata akafa, kwa ajili ya damu ya Asaheli ndugu yake. Hata baadaye Daudi aliposikia akasema, mimi na ufalme wangu hatuna hatia milele mbele za Bwana kwa sababu ya damu ya Abineri mwana wa Neri, na imwangukia Yoabu kichwani pake na nyumba yote ya babaye. Tena hiyo nyumba ya Yoabu asikose kuwa mtu kutoka damu au aliye na ukoma. Daudi anatangaza laana sasa, maana alitaka sasa. Daudi kumbuka ya kuwa alijua kabisa ya kuwa huyu mtoto wa dada yake anamwaridia sasa. Maana kumbuka ya kuwa unapomuua Abner, wakati Abner ndiye ameshasema na nani? Ameshasema na Israeli, maana taifa la kaskazini wote ya kuwa walikuwa nataka Daudi awe mfalme wake. Ameshampigia Daudi debe. Daudi ameshamwekea kikwazo ya kuwa unione kwa kuleta mke wangu Mikali aliyenyang'anya. Ameshafanya hivyo. Daudi amemwacha na amani. Yoabu anamuua. So Daudi aligafilika kupitiliza, ndio maana anatamka ya kuwa asikosekane mtu anayechechemea, mtu anayefanya kazi ya wanawake, mtu anini, mtu ambayo ni anaukoma, asikosekane kwa nani? Katika hao watoto wa Yoabu. Nini? Ni kweli Daudi alikuwa anajua Yoabu amefanya nini. Yoabu ameharibu kabisa kila kitu. Au mwenye kutegemea fimbo, au mwenye kuanguka kwa upanga, au mwenye kuhitaji chakula. Basi Yoabu na Abishai nduguye walimuua Abineri kwa sababu yeye alimuua ndugu yao Asaheli. Kumbe akumuua peke yake Yoabu, lakini alikuwa na mdogo wake Abisai. Watoto wa Seruya tuliona wametajwa kuwa walikuwa ni Yoabu, Abisai na Asaheli alio. Kumbe na Abisai nayo alishiriki kwenye kuuawa nani? Kuuawa Abneri. Maana yake ni walilipisha kisasi kwa ajili ya damu ya mdogo wao. Watakatifu wa Bwana, usilipe kisasi. Mungu atalipa kisasi kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana vita tunamwachia Bwana. Kisha Daudi akamwambia Yoabu na watu wote waliokuwa pamoja naye, rarueni nguo zenu, mkajivike nguo za magunia, mkamlilia Abineri. Naye mfalme Daudi akaifuata jeneza, wakamzika Abineri katika Hebroni. Naye mfalme akapaza sauti yake akalia kaburini kwa Abineri, nao watu wote wakalia. Ndipo mfalme akamwombolezea Abineri akasema, ilimpasaje Abineri kufa avafu mpumbavu? Mikono yao haikufungwa wala miguu yako haikutiwa pingu. Aangukavyo mtu mbele ya wana wa uovu, ndivyo ulivyoanguka. Na watu wote wakaongezeka kumlilia. Wakaja watu wote wamshurutishe Daudi kula chakula ukalipo bado mchana, lakini Daudi akaapa akasema, Mungu na nitendee vivyo na kuzidi, nikionja mkate au kingine chochote kabla lichwapo jua. Wakaangalia watu wote, yakawa mema machoni pao, kama yalivyokuwa mema machoni pao yote waliyatenda mfalme. Wakajua watu wote na Israeli wote siku ile ya kuwa si nia ya mfalme kwamba auawe Abineri mwana wa Neri. Kisha mfalme akawaambia watumishi wake, hamjui ya kuwa mkuu mmoja, naye ni mtu mkubwa, ameanguka leo katika Israeli? Nami leo nimesofika hata nijapotiwa mafuta niwe mfalme, na watu hao wana wa Seruya ni vigumu kwangu mimi Bwana amlipie muovu sawa sana uovu wake. Bila shaka tunaona kabisa kuwa Daudi anatangaza laana kwa Yoabu, lakini kumbuka ya kuwa Abner anafanyiwa maziko ya kitaifa. Tunaona kabisa kuwa Daudi anajitenga kabisa na kudhihirishia watu ya kuwa yeye mkono wake haukuwepo katika uuaji wa Abner, lakini akiomboleza pia alikuwa ni mtunzi mzuri tu wa zile zaburi ama nyimbo, so pale akatunga mpaka wimbo. Lakini na kuambia hili, huyu Abner ndiyo aliyeongoza jeshi iliyokuwa inamkimbiza Daudi kila kukicha wakiwa na Sauli. Lakini wewe, je, umesikia mbaya wake amekufa, ama mtu aliyekuwa kinyume nawe? Huwa ushangilii, huwa utoki mbio ukipiga kelele, huwa una sherehe ya kuwa unapika mnuso,
Kuna mtu anashangilia eti mchawi aliyekuwa na mloga amekufa. Amekufa mchawi, lakini anakwenda motoni. Wewe kama mbeba injili unatakiwa kujuta, maana hayo ndiyo mavuno yanayeteketea. Daudi anamwombolezea adui wake. Hii inatuonyesha kuwa agano la kale ilikuwa ni agano jipya imefunikwa. Tunaona Yesu akisema kuwa tuwapende maadui zetu na kuombea mema anayetuuzi. Tunaona Daudi akiwaombolezea na hata kutenda mema kwa ajili yao. Hiyo ndiyo ushindi wangu kwenye maisha yangu. Sijawahi kumwombea mtu nikaomba kinyume na mtu yeyote anayekwenda kinyume na maisha yako. Nani amewahi kusikia nikiomba kinyume na mchawi, roho iliye hai yoyote hata siku moja? Ukinisikia nisitaki. Naheshimu sana wabaya hao, kwa sababu mimi na wewe sisi ndio wajumbe wa agano jipya. Kazi aliyeanza kufundisha Yesu na kuyafanya ameturithisha sisi. Ndio maana amesema, enendeni ulimwenguni kote wafanye kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaagiza. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 ile mstari kuanzia wa 5 mpaka wa 9, anasema, nyinyi ambayo hamkuwa ni taifa, sasa mmefanyika kuwa ni taifa takatifu, taifa teule, taifa la kimakwani. Ili mfanye nini? Ili mtangaze fadhili za Bwana, ndio kutangaza injili. Ndio Bwana anasema hivyo, takatifu wa Bwana. Yesu alisema ya kuwa mavuno yamekuwa mengi, wanafunzi wake waombe ili Bwana wa mavuno atume wavunaji. Watakatifu wa Bwana, huu ni wakati wa mavuno. Ndio maana kinachokosekana ama kinachopingwa duniani ni injili. Ndio maana utaona kabisa mtu, nani anayefundisha habari za Yesu kurudi? Nani anayefundisha habari za Yesu kuja kunyakua kanisa lake ama kuchukua bibi harusi wake? Nani anayefundisha habari za moto wa jehanamu? Lakini itakufaidi nini ukipokea dunia hii yote na fedha zote, ukanunua mpaka mji, ukanunua mpaka kila kitu, ukajenga mpaka kila kitu, ukawa mpaka na sijui umekuwa na kila gari, umekuwa na kila ndege, umekuwa na kila meli, umekuwa na kila gari. Unapokufa, watakatifu wa Bwana, kinachofanya ni nini? Hukumu. Huwi na chochote, hata kama kichukua dhahabu nyingi wakakupamba nayo, lakini unakwenda peke yako. Ndio maana nasema hivi, wekeza kwenye hazina isiyofanya nini? Iliyopo mbinguni, isiyokuwa na nondo wala kutu haiwezi kuifikia. Maana palipo hazina yako ndipo na roho yako ilipo. Je, roho yako iko wapi? Roho yako iko wapi? Roho yako ipo kwenye injili kweli? Roho yako iko kwenye ufalme wa Mungu kweli? Ama roho yako iko kwenye biashara? Je, lengo mama yawe kufika kanisani ni nini? Ili uolewe. Ukishaolewa, what follows? Ili upate mke. Ukishapata mke, utakwenda kanisani. Ili upate mali, ili upone. Kinachopata nini ukishapona? Nasema hivyo, takatifu wa Bwana, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, na mengine yote mtafanya nini? Na mengine yote mtafanya nini? Mimi nataka niombe na mtu mmoja, lakini nikuonyeshe mambo machache. Watoto hao, watoto wale wa wanawake wa Daudi, tuliona wale watoto 6. Watoto hao walikuja kumpa Daudi wakati mgumu sana. Jambo la kwanza ilikuwa ni yule mzaliwa kwanza Amnoni alimbaka dada yake Tamari. Hiyo unapata kwenye Samueli wa 2:13 mstari wa 14. Uwachi. Kaka yake Tamari hakukubali. Absalom alimuua Amnoni. Lakini ona sasa, wake wengi ni kwenda, Daudi alikwenda kinyume na Mungu. Matokeo yake Daudi akupata amani hata siku moja. Nini? Alikuwa ni mfalme aliyefanikiwa sana kitaifa, lakini alikuwa ni mfalme ambao kufanikiwa kwenye familia yake.
Ndio maana uzuri wa uongozi wako, taswira wa ubora wa mafanikio yako inatakiwa ionekane kwenye familia unayoongoza. Ndio maana familia ya Daudi ilikuwa ni familia ambayo wanatenda mpaka mabaya, lakini mfalme achukue hatua. Je, wewe mwana mama, watoto wako na waleaji? Mwana baba, watoto wako na waleaji? Je, mtoto akifanya kosa unayo mamlaka kuweza kuchukua fimbo kumtandika? Ama ndio utakuwa naanza kumuita, mami, usifanye hivi mami, usifanye hivi dadi. Ushamuita dadi, wewe umeshakuwa mtoto. Umeshamuita mami, wewe umeshakuwa katoto sasa. Je, mtoto anaweza akamnyoshia mama yake kidole? Mtoto anaweza kanyoshia baba yake kidole? Acha kumuita mtoto eti mama sijui baba. Acha mara moja. Mtoto abakie kuwa mtoto. Hata Waswahili wasiyejua chochote wanasemaga kwa mtoto yake nini? Nepi. Yake nepi. Huo namba majukumu sijui dadi sijui nini. Mtoto huyo hata kienda shuleni kule ana simu ya hatari. Ana iPhone S7. Anamwangalia mwalimu kama nini? Kama picha. Anamwangalia, maana anajua mwalimu ana simu ya tochi. Kama kidole, kwa simu moja ya kidole hivi. Mwalimu bado ana kidole, lakini ana S7. Nini? Latest. Ndio hao ambao mwalimu akichapa mtu anainama tu kwenye chini ya dawati, anaivuta mwalimu kwenye ana cha kuhangaika na maisha, maana anafurahi. Na huyo mtoto ndio wewe unavyokosekana sasa, yanamshinda maisha. Mweke mtoto ngumu. Mtoto mwingine hata hajawahi kuonja makande, ukimletea makande anapiga, anasema hii nini hii? Hii sio chakula bwana. Nasema kwa takatifu Bwana. Daudi, tutaona vimbwenga vya Daudi. Mtu anaweza kaongoza watu vizuri, lakini je, familia yako ikoje? How about your family? If I see your family, then definitely I will know how you are. Kama wewe ni mtukanaji, kitu kidogo tu paka mkubwa. Nikipia kwako mimi nasikiliza tu. Nikisikia katoto kama wanasema paka mkubwa, nasema yale mambo yetu. yale. Mtoto kama huyo hapo paka mkubwa. Hata kama maana najua paka mkubwa, kama mtoto ni paka mkubwa, basi wewe jipaka, wewe ni baba paka. Na mtoto wako na mke wako anakuwa ni mama paka. Muone sasa. Na watoto wadogo hao, mambo mabaya wananasa vibaya mna, yani antena yao inanasa vibaya mna, mambo mabaya hayo. Nasema kwa takatifu Bwana, tujifunze tuone watu ambao wakulea watoto wao vizuri. Lakini kinachomsumbua Daudi, ametoka kwenye mapenzi ya Mungu ambayo walikatazwa sioe wake wengi, anaanza kuwa mke wake. Sehemu ambayo kuna wanawake wawili panachimbika. Angalia zile sehemu ambayo yenye watu wangapi? Kuna amani, kuna maelewano, kuna Sara na Hajir style. Hazivi. Uasi, tuliona kuwa Daudi alitaka kupinduliwa. Uroho, kugombania uongozi. Suleiman kuja kuoa wake wengi. Eti Suleiman alikuwa na wake, ameoa wake 700 na masuria 300. Hebu nikuulize, yule mtoto wa mke wa 500 na Imanjia atajua jina lake? Hajui. Yule mke wako wa 699 anajua majina ya watoto wake? Ulimbukeni sio limbukeni? Ulimbukeni. Hatimaye alikuja kugeuzwa moyo wake. Hebu tuishi maisha matakatifu. The Bible is directing you on how to live your life. It is your guidance. The Bible. You go against the Bible and you are gone. What about Solomon? What about David? Marrying so many wives. What happened? It was disastrous in their life.
So I'm saying this. This book is there to direct you on how to live your life. That is why. Don't just read it for the sake of reading it. Because you won't end up anywhere. You will be marking time where you are. I'm saying this. Let us change. Let us read the Bible. And let us put it in practice. Kama unasoma Biblia tu kwa ajili ya kusoma, achana nayo. Itakuhukumu. Soma Biblia. Umeona unaposoma habari za Daudi, yako mema aliyetenda yachukue, yako mabaya ambayo alitenda akapata mabaya, jifunze kwayo. Ndani ya miaka 7.5 Daudi ameshapata mwanamke zaidi ya 5, kila mmoja na mtoto. Nasema hivi, hebu tujifunze kwa hiyo. Mimi naishia hapo, lakini nasema hivi, kesho taenda kwenye sura ya 4 na ya 5 pia imeungana, lakini kama kuna mtu mwenye swali nataka nimshukuru Mungu. Nasema kwa takatifu wa Bwana ya kuwa yale uliyasikia, neno kae chini, chukua daftari yako na peni, yafupishe, alafu anza kuyaweka kwenye matumizi. Haya ndio naye unapokuja nikuombee hapa, kabla sijaanza vipindi hivi, utasikia kabisa hata nilipokuwa naanza kuhubiri, naomba na haya ambayo Mungu anatufundisha ndio anayeongoza maisha yako. Usisubiri siku ambayo tayari nimeshafika sehemu huwezi kunigusa ndio sasa uanze kunitafuta. This is the right time. You can make it. Let us make it together. Hebu tufanye wote kwa pamoja, na asiwepo hata mmoja anayebaki chini. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali? Anybody with any inquiry or any question? Any question? Swali lolote? Nani anasema mchungaji nimekuelewa? Swali? Naongeza hapo, Daudi alipokuwa na wanawake 700 na Biblia 300. Kwa hiyo walikuwa ni 1000. Kwa hiyo walikuwa ni 1000. Sio Daudi, Suleimani mwanae. Alikuwa na wake 700 na masuria 300. Kwa hiyo jumla ilikuwa ni 1000. Alikuwa na mwanamke 1000. Ndio maana nani aliyewatesa Waisraeli kama Suleimani? Kila kabila ilikuwa inalisha nyumba ya mfalme ndani ya mwezi mmoja. Ndio maana alipotoka wale watu wakasema hawataki tena utawala wake. Ndio maana taifa iligawanyika. Maana nyumbani kwake walikuwa naliwa sijui ng'ombe ngapi, kurungu ngapi, yaani ukisikia. Lakini walikuwa walipa kodi, ndio wanayefanya nini? Ndio wanayelisha nyumba ya mfalme. Akawatwika mizigo mizito miaka yote. Maana hata yeye mwenyewe angekuwa anafanya kazi asingeweza kuwalisha hao wanawake 1000. Maana mwanamke na mwanamke alikuwa na mjakazi na ndugu zake na watoto wake. Hata wengine watoto wake hawajatajwa kwenye Biblia. Mwingine inabidi tuombe, maana isije kawa laana hizo kuna mtu alitamka. Maana shetani hana jipya. Shetani anachukua nazo zilizokuwepo upande wa Mungu kule. So itabidi sasa mimi na wewe tuje tufunge na kuombea hiyo kabila. Utaikumbuka tutaanza kuombea makabila ya nchi yetu ya Tanzania, si ndio? Sema kwa tunaombea makabila yaliyopo kwenye nini? Kwenye ukanda wa kaskazini. Tunaomba kwa ajili ya makabila hayo. Nini? Hii ni njia ya kuondoa mabaya. Watu wengi wanapiga kelele ya kuwa sijui kabila fulani hivi na hivi, lakini ni lini umetutangazia kitaifa ya kuwa tufunge na kuomba kwa ajili ya kabila hiyo? So wewe maana umejua kwa kuna kabila ambayo vigezo hivyo ambayo laana ya Yoabu inawapata, tutaomba na wao. Na mimi nasema utaanza kuona kuwa hayo yakifanya nini? Yakitoka ondoka. Swali la mwisho ninaomba. Baba, nashukuru jina lako kwa ajili ya wakati huu tuliokuwa nayo nzuri. Umetufundisha neno lako Bwana. Neno ni tiba ya watakatifu wako.
Neno itibu Baba kila ugonjwa katika maisha yao. Neno ing'oe mapando yote. Neno liondoe balaa na nuksi zote. Na Baba, wale wanayepata mabaya katika ndoto, neno ilinde ndoto zao. Neno liwafungue na kuwaweka huru. Neno liwahuishe na kuwaumba tena upya. Baba, neno Baba wa rehema inapowaumba tena upya, Baba, na yadhihirisha uumbaji wao katika ulimwengu wa kawaida. Baba, nyota ya mtu huyu iumbe tena upya. Kibali chake Baba, hatima yake, upendeleo wake Baba wa rehema. Na Baba, walale na kupata usingizi mzuri kama ya watoto wachanga. Wale chakula Baba wa rehema na kushiba, wanywe maji na kiu kukata. Na Baba, mabaya yote yaliyetamkwa kinyume nao Baba, kwa sababu ya sura zao, Baba, kwa sababu ya rangi yao, Baba, kwa sababu ya hatua zao, Baba, katika muunganiko na kabila lake na ukoo wake na familia yake, ninang'oa kwa jina la Yesu. Na Baba, mabaya aliyepangwa kinyume naye katika mwezi wa 4, ama Baba, miezi yote aliyebaki katika mwaka huu, ninayabatilisha kwa jina la Yesu. Nafuta mauti aliyetamkwa kwako. Ninabatilisha mabaya yote. Ninafungua hatua zako. Ninakuweka huru tangu sasa. Na iwe ni shwari kuu katika maisha yako. Uanze kuona matokeo ya usiku unapoingia kulala. Bwana akutetee na kukulinda, maana akulindaye asisinzie wala kulala hata kuacha mguu wako kasogezwa. Katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Basi hebu tuweke mikono yetu pamoja kwa ajili ya Kristo. Nitakuwepo kesho, basi kama una sadaka unaweza katoa.